Anasema Ata ibn Rabah, mwanafunzi mkubwa Ibn Abbas. Ibn Abbas aliniambia mimi nisikuonyeshe mwanamke katika wanawake wa peponi. Qala Ata, qultu bala, nionyeshe. Ni mwanamke gani huyu ambaye mwanamke huyu ni miongoni mwa wanawake wa peponi? Qala hadhihi imra'atu sauda, huyu mwanamke huyu mwenye rangi nyeusi huyu ambaye anayepita mbele yetu huyu. Atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam, alimwendea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, akamwambia mtume, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inni usra'un wa inni atakashaf fad'u Allah li. Ewe mtume wa Allah, Allah amenipa maradhi makali, mtihani huu ni mzito, maradhi ya kifafa yanavyokuja mimi naanguka, lakini nikianguka atakashaf, maumbile yangu yanakuwa wazi. Niombee kwa Allah subhanahu, angalau aniponye kwa maradhi haya nilokuwa nayo, na vile vile mwili wangu uwe wenye kustirika. Mtume sallallahu akasema, in shi'ti sabarti laka aljanna, nakupa nafasi kwamba subiri, ukisubiri wewe utapata pepo. Wa in shi'ti da'awtu Allah an yu'afiki, lakini ukitaka nitakuombea kwa Allah akuponye kwa maradhi hayo. Angalia maradhi alokuwa nayo ni makubwa na mazito. Kifafa sote tunafahamu, anaweza mtu akatembea barabarani ghafla akaanguka kwa wakati huo. Iweje kwa mwanamke ambaye anaanguka katikati ya halaiki ya watu, maumbile yake yanafichuka? Lakini alivyoambiwa na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam achague kati ya hayo mambo mawili, jisikia jibu la mwanamke wa peponi aliyetembea katika ardhi. Maswahaba wanamuona yule mwanamke ni wa peponi. Asema, ya Rasulullah, asbir, nasubiri kwa mitihani ambayo Mola wangu alokuwa amenivisha, mitihani ya maradhi. Walakin atakashaf ya Rasulullah, lakini nakuomba ewe mtume wa Allah, maumbile yangu mimi yanafichuka, niombee kwa Allah hilo tu, nistirike maumbile yangu. Kuanguka hakuna tatizo, nitasubiri kwa maradhi nilopata, lakini napoanguka maumbile yangu Allah yu mwenye kuyastiri. Mtume sallam fadaa laha, akamwombea dua. Ona ndugu yangu katika imani, kusubiri kwenye mitihani pale ambapo yanakuwa yametukuta, tunakuwa ni watu wa namna gani? Ni wenye kusubiri au ni watu ambao wenye kumkasirikia Mola wao? Wewe ulivyokuwa jana si leo, na leo si kesho. Hivyo ndivyo ambavyo utapata saada fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Utapata maisha mazuri katika hii dunia na kesho akhira. Ishike nafsi yako, ikataze na kutamani, ikataze na husda, ikataze na